wanaondoka wanakwenda kupata au wanakuwa wameshapata eneo lingine. Lakini katika kuimarisha elimu hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2025 kipindi cha kuanzia Juni kwenda mpaka Disemba, huku yamefanyika makongamano kwenye mikoa yote kasoro mkoa mmoja tu. Makongamano haya yalikuwa ni kujenga elimu, na mimi mwenyewe niko kwenye jukwaa la pamoja na viongozi wote hawa wa makundi haya. Tuliliandaa pamoja na wao ndio walioleta hoja, yakafanyika makongamano kwenye mikoa yote, walengwa wakafikiwa 25,458. Wamesema vizuri kuhusu ujenzi wa ofisi za wamachinga mikoa yote, ambapo programu hii alitoa fedha Mheshimiwa Rais. Mikoa 21 tayari imekamilisha, na mikoa 5 ya Simiyu, Mwanza, Singida, Kigoma, Rukwa inaendelea na ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyosema, kwenye sekta ziko fursa nyingi, na hivi sasa Mheshimiwa Rais ameunda Wizara ya Vijana, na yenyewe inakuja na mambo mazuri, na kuna wizara zingine nyingi ambazo zinahusika na uwezeshaji wa makundi haya. Hivyo sasa katika kipindi hiki cha pili cha serikali ya awamu ya 6, sasa tuko Januari 2026, kupitia kikao hiki na tuliyoyaona hapa na taarifa zingine za serikali, naamini Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa tutapata maelekezo ya kuboresha muundo na uratibu au vyote kwa pamoja, ili tuweze kwenda mbele kwa kasi zaidi na kufikia matamanio yao sambamba na maoni na hoja walizozitoa hapa, ukizingatia kwamba ajenda hii ni ya sekta zote na iko complex. Lakini serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kipindi chake cha pili chini ya kiongozi wetu wa serikali Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu, nina uhakika itakuja na mambo mazuri ya maelekezo, tuweze kutoka hapa tulipo kwenda mbele, na wao watashangilia sana tu. Nani kama wamachinga? Boda boda oye! Bajaji safi! Kila mtu hapa oye! Naomba NMB mje hapa sasa mseme machache katika specific hoja mlizopewa, kisha ratiba iweze kuendelea. NMB? Machinga oye! Boda boda oye! Mama lishe oye! Baba lishe oye! Nashukuru sana waziri kwa nafasi hii. Nashukuru sana Waziri Mkuu kwa kupata nafasi hii ya kutoa ufafanuzi kidogo kuhusiana na masuala ya benki. Kwa majina naitwa Mashaga Changarawe, ni meneja mwandamizi ambaye nasimamia mikopo midogo midogo ya wafanyabiashara. Kama alivyokwisha tangulia waziri kuhusiana na mikopo hii ambayo tunaitoa, kweli serikali ilitenga shilingi bilioni 13.5 ambazo tayari tumeshazipokea, na kati ya hizo bilioni 13.5 tumeshatoa bilioni 10.8 kwa ripoti ambayo tunayo mpaka jana. Kwa hiyo utaona kwamba tunaendelea na ukopeshaji wa hiyo mikopo, na watu ambao wameshanufaika mpaka sasa hivi kwenye hiyo mikopo ni watu 5266 kwa ripoti ya jana. Kwa hiyo mikopo hiyo inatolewa. Changamoto ambazo tunazo inawezekana ni mawasiliano kati ya hizi pande mbili au tatu, benki, wizara pamoja na wamachinga. Wanasema hawana hizo taarifa, lakini mkataba wetu ni mawasiliano yetu ni kati ya benki na wizara, na tumeweka hiyo mfumo kati ya benki na wizara. Wanatusoma vizuri kwa mikopo ambayo tunaitoa, na taarifa hizi tunazitoa kila wakati kwenda wizarani kwa mikopo ambayo tayari tumeshaitoa. Kwa hiyo vigezo ambavyo vinatakiwa ili huyu mtu apate mikopo nayo ni changamoto kidogo, kwa sababu kuna baadhi ambao wanakuja kuomba hii mikopo lakini inawatoa kwenye utaratibu wa uombaji kwa sababu hawana hizo sifa. Sasa hicho ndio changamoto kubwa tulionayo. Moja ni wengi wana mikopo mingi, yani wana mikopo zaidi ya benki moja au taasisi moja,
na wakati mwingine mikopo hiyo hailipiki. Kwa hiyo unapokuja benki, na sisi kama benki tunasimamiwa na Benki Kuu, imetuwekea utaratibu wa namna gani ya kukopesha. Kama umekopa sehemu nyingine na mkopo wako haujalipika, maana yake ukija benki yetu ya NMB, kwa sababu tunapata miongozo ya Benki Kuu, hatutaweza kukopesha, na unakuta watu wengi wanaanguka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo unakuta wana mikopo mingi hailipiki, akija huku anashindwa kupata hiyo. Tumejaribu kutatua na wizara. Moja ya changamoto iliyokuwepo ni vitambulisho. Kuna baadhi ya maeneo ambao walikuwa hawajapata vitambulisho, lakini kwa makubaliano ambayo tuliingia na wizara tukasema sasa tutatueje hili tatizo, ni kwamba ukishapata ile namba ile ukapata ile namba, na sisi tukapata maelezo kutoka wizarani, wanatumia orodha. Kwa hiyo kupitia hiyo namba bila kitambulisho pia tunaweza kukopesha. Kwa hiyo cha msingi uwe na biashara ambayo inaendelea, una kitambulisho au namba, na sisi tutakutembelea kwenye eneo lako, na kama una vigezo hivyo basi tunaweza kukupa huu mkopo. Kwa hiyo bado fungu lipo, tunaendelea kulitumia kwa kiwango ambacho tunacho, manake tuna kama bilioni 2 ambayo imebaki, na serikali inakuwa inaongeza kila tunapofika hatua fulani, lakini ni kweli kwamba tunaendelea kutoa hiyo mikopo, na tutaendelea kutoa kwa namna ambavyo tutakuwa tunatoa maelekezo kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Nishukuru sana Wizara ya Maendeleo ya Jamii, tumekuwa na ushirikiano mkubwa nao, na naitoa hii mikopo kulingana na utaratibu ambao tumekubaliana kwenye mkataba wetu. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya alikuwa ni maelezo mafupi ya NMB, na kwa sababu ya muda naomba niruhusu ratiba iendelee. Kama kuna maelekezo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niko tayari kuyapokea. Asante. Makofi kwa Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, mawaziri ambao wamepata fursa ya kuongea hapa, na imani mengi ambayo yako kwenye wizara na ndio ambayo wameweza kuyawasilisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Joel Nanauka, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais ya Maendeleo ya Vijana, aweze kutoa salamu, na baada ya hapo akukaribishe wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri, karibu, na naomba makofi mengi tafadhali kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, pamoja na meza kuu, kwanza nitumie fursa hii kukushukuru sana kwa kutenga muda wako, tukijua ratiba yako jinsi ilivyo ngumu, lakini kwa umuhimu uliotoa kwa kundi hili ambalo wengi wao ni vijana. Ulisema utakuja mwenyewe, hautatuma mwakilishi, na utashiriki pamoja nasi, na tumeona tangu mwanzo mpaka sasa uko pamoja nasi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pili, tumia nafasi hii pia kukupongeza kwa uteuzi ulioupata, kwa rais kukuteua na kukuamini kama Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama walivyosema wengine, nami niungane nao, kiatu kimepata mvaji. Umeanza kazi yako vizuri, nasi tuna matumaini makubwa sana, na tunakupongeza pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapenda kuchukua nafasi pia kumshukuru Mheshimiwa Rais, ambao kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu ameunda wizara maalum inayoshughulika na masuala ya vijana. Kwa muda mrefu masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kama sehemu ya idara ndogo, lakini kwa kutambua umuhimu wa vijana katika taifa hili na kutaka kutufanya tuwe sauti inayosikika, lakini pia kushiriki katika masuala ya msingi, alitangaza na akatenda kwa kuweka ambao wizara yetu imeundwa. Tulipata nafasi ya kuwafikia vijana katika maeneo mbalimbali, na tulijitahidi sana kwa kutumia falsafa zetu 3 tunazotuongoza, kwa maana ya kufanya mambo kwa kasi, kutumia teknolojia na kufikika. Tulipita katika maeneo mbalimbali ya nchi na tulisikia masuala mengi ya vijana ambao baadhi yao yamezungumzwa katika michango ambayo imetolewa. Katika hatua za haraka ambazo tulichukua, mojawapo tuligundua vijana wanahitaji maeneo ya kuzungumza, ikiwemo kama jukwaa tulilonalo leo. Na sisi kama wizara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe 10 tutazindua jukwaa maalum la vijana ili linaloitwa Vijana Platform, ili kuendelea kuwapa vijana sauti sawasawa na dhamira na nia ya Mheshimiwa Rais, ili masuala yao yawe yanasikika katika mfumo rasmi na yaweze pia kufanywa kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
tunafahamu shauku yako ya kusaidia makundi kama haya ikiwemo vijana kwa kiwango kikubwa, ambao kundi hili liloko hapa leo kwa kiwango kikubwa ni vijana. Vijana hawa kama walivyozungumza kwa maneno yao na wewe umewasikia, wana shauku kubwa sana ya kusikia yale unayotaka kueleza, na baadhi ya maeneo ambayo wameagusia utakaoyatolea maelekezo yao. Nikukaribisha sasa uweze kuzungumza na vijana walioko mbele yako kutoka makundi yaliyotajwa, na mimi kama waziri wa maendeleo ya vijana niko tayari pia kupokea maelekezo yanayohusiana na kundi hili la vijana. Karibu sana na tuko tayari kukusikiliza. Hapa. Mheshimiwa Joel Hassan Anauka, waziri wetu wa ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana, waheshimiwa mawaziri ambao tumeambatana pamoja na waheshimiwa naibu mawaziri, waheshimiwa viongozi wa makundi yetu ambayo tumekutana nayo leo, kianza na mlezi wa makundi yote ndugu yangu Mtwebe, Mheshimiwa ndugu yangu Shabani Mtwebe, viongozi ndugu yangu Wangwese hapa, Masanja, mwenyekiti wetu wa upande wa Machinga, ndugu yangu Saidi kwa upande wa maafisa usafirishaji, mama yetu kwa upande wa mama lishe, viongozi wetu wa dini. Nitambue itifaki yote kwa wote tulioko hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu zangu, nianze kwanza kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha leo kukutana hapa katika shughuli ya muhimu inayotuleta pamoja. Imenikutanisha na watoto wa Daktari Samia Suluhu Hassan wanaoshughulika na usafirishaji na wanaoshughulika na biashara ndogo ndogo, akiwepo machinga na mamalishi. Na nianzie hapo hapo kuwafikishia salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye nilimwaga kwamba nitakuwa na kikao hiki, akanituma niwafikishie salamu. Anawasalimia sana, anawapenda sana, na upendo wake kwenu haujawa tu wa maneno. Mmeona ninyi wenyewe leo hapa, mmekiri vitu ambavyo amevifanya, ambavyo vinafanya shughuli yenu iwe rahisi, iwe rasmi na iweze kupiga hatua. Anawapongeza sana, na amesema yale ambayo aliyaahidi kupitia ilani ya uchaguzi yanakwenda kutekelezwa. Kwa pokeeni salamu hizi. Pia pokeeni salamu za Mheshimiwa Makamu wa Rais, ambaye na yeye anawasalimia na yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Ama baada ya kusema hayo, kwa maslahi ya muda, niseme kwamba nimeyapokea yote ambayo mmeyaongea leo kupitia risala na yale ambayo mmeyaongea kwa nafasi ambazo mlipata kuongea kwa uwakilishi wa makundi yenu. Tumeyapokea na tutayafanyia kazi. Na mimi niwaambieni, serikali inajali
sana kazi yenu. Ndio maana leo hii hapa mnaona sekta zote ambazo zinawagusa ziko hapa. Mmeona mawaziri wote wako hapa, na wengine tutawapa tena fursa baadaye waweze kusalimia. Wote wako hapa, lakini pia wapo makatibu wakuu kama ambavyo walitambulishwa, wako hapa pamoja nasi, lakini wapo pia watendaji wengine wa serikali. Yote hii ni kwa ajili ya kuwasikiliza, lakini pia na kuweza kufanyia kazi yale ambayo mmeyaleta, na niwahakikishie haya yote mlioyasema tutayafanyia kazi. Mmeongelea jambo kubwa la kuhama wizara. Nikiri nilipanga mwanzoni, wakati hoja inatolewa, nilipanga kutamka hapa mnahamia wizara gani. Lakini baada ya hoja kuwa zimekuja tofauti, nimeona iwe busara tujiratibu vizuri ili kuweza kuaccommodate, kuweza kujumuisha haya maoni yote mlioyatoa. Kwa mfano, wapo ambao walisema muende moja kwa moja viwanda na biashara. Ni kweli ndio wizara inayoshughulika na masuala ya viwanda, kwa ni hoja yenye mantiki, waweze kuwaratibu. Tunataka mkue muende kwenye biashara, mkue muende kwenye viwanda. Ni hoja ambayo ina busara. Lakini wapo ambao wamesema muende wizara ya vijana, na kwa kweli ni hoja ambayo ina mantiki, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameunda wizara mahususi inayosimamia masuala ya vijana, na katika uundwaji wake Mheshimiwa Rais bado anaijaziliza. Ameshateua waziri, ameshateua katibu mkuu, na ataendelea kuitengeneza. Kwa hiyo iko busara ya kuona wengine wamesema na mifuko ile iende pale. Kwa hiyo mnaona kwamba iko busara ya kujikoka sisi ndani ya serikali ili lile tutakaloliamua liwe limejumuisha hizi hoja zote. Lakini iko hoja hapa, mwenyekiti alikuwa ananigusa bega kila wakati, anasema lakini nadhani tuende TAMISEMI. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule ndiko wako walio karibu nasi sana. Tukitaka eneo mkoani, tukiwa TAMISEMI hapo tunampata mkuu wa mkoa. Tukitaka wilayani, yuko hapo mkuu wa wilaya. Unaona, na lenyewe lina mantiki yake kwamba kwa kweli mratibu wa kwanza wa karibu pale kote mlipo ni TAMISEMI, kwa sababu mkitaka eneo hapo ndio wako hapo. Ukionewa yuko hapo mkuu wa mkoa, yuko hapo mkuu wa wilaya, na hawa wote ni wawakilishi wa Mheshimiwa Rais. Sasa ukiziunganisha hizi hoja zote na hata pale mlipo pia pana mantiki yake. Si mnaona hata mwanaume akipigwa mama anavyoamkaga usiku. Kwa hiyo zote zina mantiki. Niwape moja la uhakika kwamba tutafanya mabadiliko, mtahama kutoka kwenye hii wizara. Lakini kuhusu mnahamia wizara gani na tamko rasmi la serikali kwa taratibu za kiserikali, niwaombe mtoe kafursa kidogo. Tutajikokas ndani ya serikali, lakini tutawashirikisha na viongozi wenu ili tufanye jambo ambalo kweli litawarahisishia shughuli zenu, litawarahisishia kupata haya ambayo tumeongea. Mnaonaje tukifanya hivyo? Mnaonaje hilo tukiliamlia hivyo? Mnaonaje hilo tukiliamlia hivyo? Ni sahihi. Kwa hiyo asante sana. Kwa hiyo waheshimiwa mawaziri, ninyi anzeni mara moja, na makatibu wakuu wako hapa, anzeni mara moja kuangalia hizi hoja zote, ili baada ya hapo iwepo wizara moja ambao makundi haya yatakuwa, na wizara zingine wataendelea kufanya kwa uratibu wakiwa wanaratibiwa na wizara ambayo makundi haya yatakuwa. Hilo si tumekubaliana ndugu zangu? Tutatoa tamko rasmi la serikali kuhusu jambo hili. Jambo la pili, mmeongelea kuhusu swala linalohusiana na maeneo ambayo yanatengenezwa. Nimeyaona mapendekezo haya, na mimi ni muumini wa hiki mlichopendekeza.
kwamba kwa aina ya shughuli mnazofanya, iwe bodaboda, iwe bajaji, iwe mamalishe, iwe machinga, ninyi kigezo cha kwanza kinachotakiwa kuzingatiwa ni upatikanaji wa wateja. Ili hizi ziwe biashara, lazima tukatege pale ambapo wahitaji hao wapo. Kwa hiyo nielekeze, na bahati nzuri waziri wa TAMISEMI yuko hapa, nielekeze mikoa yote washirikishe viongozi wa makundi haya, na kama jambo hilo linawazidi kimo, walipokee, walilete, tulichakate ili tulifanyie uamuzi. Ili tuweze kurasimisha hizi shughuli mnazofanya, lazima kama nchi tukubali gharama. Kama eneo linalofaa linahitaji fidia, tukubali kubeba fidia ili bodaboda, ili machinga, ili mamalishe wapate eneo la kufanyia kazi. Kwa hiyo ninyi bainisheni maeneo, na haya ndio maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa. Ndio maana tumepata ile eneo hapa la Jangwani, ni kwa utaratibu huo, na maeneo mengine na mikoa mingine. Ukienda pale Dodoma, serikali pia ilitoa eneo hivyo na jengo limejengwa na fedha zikapatikana, na mmeona lile ambalo limepatikana, na mengine yataendelea kujengwa. Kwa hiyo viongozi wa makundi haya katika mikoa, bainisheni maeneo yenu, na mkishabainisha kama ambavyo mengine nimetajiwa kwenye risala, yakiwemo ya hapa Dar es Salaam, yakiwemo Mwanza, yakiwemo Rukwa, yakiwemo kote ambako nimepata hapa, na mikoa mingine kote ambako kuna changamoto ya aina hii, bainisheni. Kama mikoa wataweza kumudu, watekeleze. Kama hawatamudu, walete ngazi za juu ili tuweze kuona ni namna gani haya tunayafanyia kazi. Katika miaka mitano inayokuja, kuanzia mwaka wa fedha huu, Mheshimiwa Rais ameelekeza tutakwenda kuongeza fedha kwenye ile fedha ya mafungu ya vijana, wanawake na makundi maalum. Tutaenda kuongeza fedha nyingine kwa ajili ya miundombinu. Fedha hiyo itatumika kupata maeneo na itatumika kujenga maeneo hayo kwa ajili ya kufanyia hizi shughuli. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba hii hoja tumeipokea, na mimi nitaendelea kukutana pia na viongozi wenu hao ili niyapokee hayo. Mkishapata yale maeneo, mkiona mnakwama, ofisi yangu iko wazi, ofisi ya mheshimiwa iko wazi, ya Mheshimiwa Rais iko wazi, na mimi ndo wamenituma kusimamia hizi shughuli. Njooni mkoa wote unakotoka, lete hayo mapendekezo, tena nitakurudishia na nauli, nitakupatia na ya kurudia. Ni lazima tupate maeneo yenye hadhi ya kufanyia hizi shughuli. Hatutaweza kupiga vita umaskini na tukashinda kama hatutapata kazi kwa ajili ya watu wetu. Kazi ndio kipimo cha utu. Kwa hiyo tutaifanya, na waheshimiwa mawaziri wa sekta zote hizi ambazo zinahusika wapo hapa. Hilo jambo tutalifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya. Na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI waelekeze, na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, wote mko hapa, na Mheshimiwa Waziri wa Vijana mko hapa, waelekezeni maafisa wenu wanaosimamia masoko yanapojengwa. Nilitoa maelekezo haya Dodoma na narudia tena hapa. Upo utaratibu, serikali inatumia gharama kujenga maeneo kwa ajili ya bodaboda, machinga, mamalishi. Wanatokea baadhi ya watumishi wa serikali wasio waaminifu, wanawahi wanaenda wanakuapua yale maeneo, alafu wao ndo wanaanza kuwapangishia wale ambao walikuwa wamelenga. Hili si kusudi la serikali.
na nilielekeza kila eneo chunguzi zifanyike. Kama yuko afisa wa serikali alienda akakwapua, na ndio akaanza yeye kukusanya fedha, na yeye ndio kawapangishia wale wanaofanya biashara, na yeye kaongeza bei ambayo si serikali iliyokuwa imepanga. Haya ni makosa ya kimaadili, watu wa aina hiyo wachukuliwe hatua. Fuatilieni kote, na kwenye maeneo mengine tunayotenga na tunayojenga kwa ajili mahususi kwa ajili ya wafanyabiashara hawa ndogo ndogo na makundi haya tulionayo hapa, yafanye kazi zile ambazo maeneo hayo yalikusudiwa. Kwa hiyo hili tutalifanyia kazi katika maeneo yaliyopo na yale ambayo tutayajenga. Lakini pia tulipitisha sheria inayotaka kazi inazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Tumeweka mpaka sheria. Nilishaisema na leo Mheshimiwa Waziri upo, pelekeni operation kote kule. Maeneo ambako biashara zinaweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Tumeweka sheria, itekelezeni sheria hiyo. Tekelezeni sheria hiyo. Wala msipate shida, kila mtu anakwao, wala sio ubaguzi. Mungu alitupa nchi hii, ni Tanzania ni ya Watanzania, Afrika ni ya Waafrika. Kwa hiyo huu wala sio ubaguzi. Na wale watakaofanya shughuli hapa kwetu wafuate taratibu na sheria tulizoziweka. Kwa hiyo hii serikali tumepokea hoja hiyo na tutaitekeleza, na sheria tulishapitisha. Lakini lingine ambalo mmeliongea linalohusiana na mikopo, ili nimezipokea hizi changamoto, na tumemsikia afisa wa NMB, na tumepokea pendekezo la mabenki mengine. Nitakaa na hizi taasisi za kifedha pamoja na wizara hizi husika pamoja na Wizara ya Fedha, na lenyewe ili tukishalichakata tukapitia hizi changamoto mnazozipitia ili turekebishe yale ambayo tulikuwa tumeyaweka, alafu baada ya hapo tutatoa taarifa. Ni kweli ukishasema fedha hii inaenda kwa bodaboda, ukasema fedha hii inaenda kwa machinga, ukasema fedha hii inaenda kwa mamalishe, halafu ukaweka sharti la hati ya nyumba, umeshamkatalia kwa mkono mwingine. Utakuwa umempa kwa mkono mwingine na ukamnyang'anya kwa mkono mwingine. Kwa hiyo tutakaa ili tuweze kukubaliana. Huwezi ukamwambia mamalishe atoe hati ya nyumba, bodaboda atoe hati ya nyumba, machinga atoe hati ya nyumba. Hiyo sio. Tutatumia utaratibu huu ambao viongozi wamesema hapa, tutakubaliana na wenzetu, kwa sababu lengo tunataka kusaidia makundi haya yaweze kunufaika na lengo la serikali la kuwapatia mikopo iliyo nafuu, ili waweze kuachana na mikopo ile mingine yenye masharti makali zaidi ambayo inatia umaskini wananchi wengi wa Tanzania. Kwa bodaboda tumewasikia, maafisa usafirishaji tumewasikia, machinga tumewasikia, na mama zangu wa mamalishe tumewasikia. Na mamalishe tembeni mkideka kabisa, kwa sababu na mke wangu aliwahi kuwa mamalishe. Na akitokea mtu ile migambo wale waliokuwa wanawasumbua akigusa sahani yako, mwambie unagusa sahani ya mke wa waziri mkuu hapa. Kwa hiyo tumepokea hizi, naomba mridhie, tutakaa na taasisi hizi za kifedha na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tutatue mkwamo popote pale unapojitokeza kuhusiana na lengo. Nia ilikuwa njema sana, kwa sababu ni kweli hizi fedha kuna maeneo mengi, hata nyie hapo mmekiri, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Ni kweli kabisa, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Vikundi vingine vilikuwa hewa, hata havifanyi kazi. Kwa hiyo zilikuwa zinaenda kwenye maeneo ambayo watu wanagawana, na vikundi hivyo hata havifanyi kazi. Serikali ilitaka fedha hizi zije kwenu ninyi wenyewe mnaofanya kazi. Kwa hiyo tutatatua tu hili tatizo la kuhusu mnapataje, lakini lengo ni kwamba zije kwenu mnaofanya kazi hiyo. Kwa hiyo hii tutaifanyia kazi, na yenyewe tutawasiliana mapema. Kuna maeneo mengine ambayo mmeongelea yanayohusiana sheria na kanuni zile ambazo huwa zinabadilishwa kwa kupitia bajeti yetu ya serikali. Sasa hivi ndio bajeti ya serikali imeanza. Tunaweza tusiite kundi lote hili kwa ukubwa wake. Tutawaita viongozi wenu, tukae na wenzetu wa mamlaka ya mapato, tukae na wenzetu wa Wizara ya Fedha,
ili tunapokwenda kubadilisha sheria, mnakumbuka zile zingine tulikuwa tunazibadilisha kupitia bunge. Hatuwezi tukatamka tu leo hapa kwa sababu ni sheria zilizotungwa na bunge, lakini tutakaa kabla ya bunge la bajeti ili ziweze kuingia kwenye bunge la bajeti na ziweze kubadilishwa kama tulivyobadilisha zile zingine. Hoja zenu ni za msingi, tumepokea na zina mashiko. Kwa hiyo tutafanya utaratibu ule ili ziweze kufuata taratibu zile ambazo tumekuwa tukizitumia. Nimepokea na ile ya masuala ya faini. Ni iwe sawa sawa na gari. Tunaweza hata tukaongeza kwa bodaboda. Kama gari ni siku 7, bodaboda na bajaji hawa ni wadogo, tunaweza tukaongeza ili wajikusanye. Na mimi nilishasema katika baadhi ya mikutano, tuna rais wa mfano kwa kuwahurumia Watanzania. Alipochukua madaraka alisema hataki kuendesha serikali kwa fedha ya dhuluma. Fuatilieni, hii haijawahi kutokea. Ni hali ya juu sana ya kujali haki, ni hali ya juu sana ya kuwahurumia unaowaongoza. Na akaelekeza mamlaka ya mapato, kama kuna mliochukua fedha zaidi ya makadirio warudishieni. Mimi niliwahi kuona kwenye vitabu vitukufu tu, lakini rais wetu amefanya na watu wamerudishiwa. Anasema kama mmechukua zaidi ya iliyotakiwa warudishieni. Fuatilieni watu wa maduka ya fedha za kubadilishia maduka ya kubadilishania fedha, ilikuwa imekadiriwa fedha kuliko ambayo ilitakiwa, walirudishiwa. Na taasisi zingine zote tuenende na uelekeo huo aliotoa Mheshimiwa Rais. Kama tumekubaliana hii ni faini, hatuna haja ya kubambika makosa ili fedha ile iwe kubwa. Tuende na utaratibu ule ambao tumekubaliana. Lakini pia kama tumekubaliana kwamba hii ni faini, mpeni kitendea kazi chake ili akatafute fedha. Una haja ya kushikilia kitendea kazi na huko unasubiri faini. Wala mambo haya tusifanye ni ya ugomvi. Utaratibu ni kama kwenye mpira tulishaweka kwamba ukifanya kosa hili unapewa kadi. Ukipewa kadi wanapokeaga wakiwa wanatabasamu tu. Kama tumekubaliana kwamba hii ukifanya kosa hili una faini, wala tusiviziane. Mpeni kitendea kazi chake, iwe baiskeli, iwe mkokoteni, iwe bajaji, mpeni akafanyie kazi, awaletee faini. Lazima tuheshimu ofisi za watu. Mheshimiwa Waziri, utajisikiaje ukiamka unaelekea ofisini kwako unakuta ofisi ilishachukuliwa au imefungwa? Wenzetu hawa ofisi yao ndio hiyo anayofanyia kazi. Wa usafirishaji, ule usafiri ndio ofisi yake. Ukishikilia ofisi yake unasababisha watoto wake walale njaa. Unasababisha afukuzwe kwenye nyumba aliyopanga. Unasababisha asitibu mgonjwa ambaye anahitaji msaada wake wa matibabu. Anaweza akawa mke wake anahitaji kujifungua. Unasababisha kose fedha hiyo. Kwa hiyo haya mambo yana mapana na marefu kuliko pale unapoona wewe pale unapofanya uamuzi. Hivyo sahani ya mamalisha wewe unaweza ukaiona ni sahani tu, tena ukaiona ya chuma. Mimi nikwambie hiyo ni ofisi. Hiyo ni ofisi. Mimi nimewahi kutunzwa kwa miezi kadhaa na mke wangu akiwa anafanya hiyo shughuli ya mamalisha. Na mkanda nje nilikuwa navaa. Lazima tuheshimu ofisi hizi za watu. Na hiyo ndo njia ya kuweza kufanya watu waweze kukua, waweze kuwa rasmi. Tuwe na biashara nyingi zilizo rasmi. Kwa hiyo tumepokea masuala yale yanayohusisha mikataba.
masuala yale yanayohusisha mikataba tutayafanyia kazi, na nitumie fursa hii kuwatangazia kwamba pia zinatokea nafasi zinazohusisha masuala ya usafirishaji na mengine yanatokea hata ya nje ya nchi. Kuna mikataba, kuna mahitaji ya aina hiyo hata nje ya nchi. Wanahitaji bodaboda, madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji, madereva wa magari pamoja na field zingine. Niwaombe wa Tanzania, changamoto wa TAMISEMI, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, warahisishieni kupata nyaraka zinazoweza kuwaruhusu wasafiri kwenda kunufaika na nafasi hizo. Najua yatahitaji masuala ya passport, najua yatahitaji masuala ya utambulisho. Shirikianeni na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Kazi, Wizara ya Mambo ya Ndani, mharakishe michakato ya kuwawezesha Watanzania wanaopata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Najua hata sasa kuna mahitaji ya aina hiyo mengi tu. Shirikianeni wale ambao wako tayari, wale ambao wako tayari, shirikianeni ili wapate ile misaada ambayo inahitajika toka serikalini, ikiwemo mshirikiane na vyama hivi pia, uongozi wa haya makundi ambayo tuko nayo. Wale ambao wako tayari waweze kwenda. Na mimi niwaelekeze watu wa Wizara ya Kazi, msifanye maamuzi bila kuwashirikisha hata hawa viongozi ambao ndio wanawawakilisha hawa. Kuna wakati maombi hayo yanakuja, mnajadiliana bila kuwashirikisha wahusika, mnakataa bila kuwashirikisha wahusika. Hamtaki wenzenu wapande hata ndege? Ndiyo, mmepewa nafasi ya kuratibu, lakini hamjapewa nafasi kuamua kwa niaba yao. Waulizeni, kuna nafasi za pikipiki, wanatakiwa taja nchi yoyote ile. Unataka kwenda, kipato chake kiko hivi, uko tayari? Waseme basi. Ninyi mnashauriana tu, unasema uko baridi, mbona nyewe huwa mnaenda? Si wataenda na makoti yao? Wanasema nchi hiyo inaongea Kiingereza tu. Nani kakwambia hao hawajui Kiingereza? Si hapa mmeniambia maneno mengi tu ya Kiingereza. Ninyi hamjui Kiingereza nyie? Umesikia Mheshimiwa Waziri, hata mamalisha wamesema wanajua Kiingereza. Kwa hiyo nilikuwa natoa maelekezo serious kwenye hili jambo kwamba Wizara ya Kazi, Wizara ya Mambo ya Ndani, TAMISEMI pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje, tuna fursa nyingi zinakuja za kazi. Punde zinapokuja, shirikianeni na moja kwa moja na uongozi wa hizi taasisi ili matangazo haya yawafikie wahusika. Na wekeni wazi vigezo vyote na manufaa yaliyoko ndani yake ili yawasaidie kuamua. Na wale watakaokuwa wameamua, wawezesheni wapate haraka nyaraka zinatakiwa kitu ili waweze kwenda kushiriki kupata fursa ya aina hii. Kule tunakosafiri kuna baadhi ya nchi yeyote unayemgusa, ukitaja wewe unamuuliza afisa usafirishaji, iwe taksi iwe nini iwe, unamuuliza, unakutana, utadhania wananchi kwenye hiyo nchi wako wengi. Wamepataje? Ni kwa taratibu hizi nafasi zinakuja, wanaulizwa wahusika. Na hivi sasa hivi tunavyoongea, ninazo taarifa kuna nchi kadhaa zinahitaji idadi kubwa ya kutosha ya waendesha bodaboda. Ya waendesha bajaji, ya waendesha taksi,
pamoja na mamalishe na nyie mpo. Kwa hiyo Wizara ya Kazi, Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje, shirikianeni, haya yafanyeni haraka. Haya mambo yanayohusisha sekta binafsi si ya kusubiri. Ukipoteza muda wanachukua nchi nyingine. Kwa hiyo nilikuwa naelezea hili, lakini nikiwasisitizia kwamba tumepokea na yale mikanganyiko mnayosema kwenye mikataba ile inayowabana, inayokuwa ya kinyanyasaji, tumepokea. Tutakaa na viongozi wenu tuipate kwa undani ili tuweze kwenda moja kwa moja kwa wahusika. Kwenye hoja ambazo mlizitoa kwa kiwango kikubwa tumezipokea. Mwishoni tutakapokuwa tunaondoka tutaangalia hii ya mfumo, na yenyewe mmesema serikali iangalie uwezekano wa kuliunga mkono jambo hili ili liweze kufanyika, na mimi nakubaliana nanyi kwamba jambo la aina hii likifanyika lina manufaa makubwa. Kwa hiyo tutajiratibu ndani ya serikali ili kuweza kuhakikisha jambo hili linaendelea na linakamilika. Tutaangalia haya maeneo yanayohusiana na masuala ya leseni. Mmeongea sana kuhusu leseni kwamba waliopo na leseni sasa hivi ni wachache tu. Kwa hiyo hii na yenyewe tumepokea kati ya kikao kazi kile ambacho tutakaa, na lenyewe itakuwa sehemu ya jambo la kujadiliwa ili kuwezesha kuweka kiwango ambacho kila mtu atamudu na kufanya kila moja aweze kupata hiyo leseni. Mmeongelea la bima ambalo mliunganisha pamoja na jambo la leseni, na yenyewe tumepokea. Tutakaa kwenye hicho kikao kazi ili tuipate, ili tuweze kupitia maeneo ambayo yanatakiwa yarekebishwe. Kama nilivyowaambia wakati ule kwamba tunahitaji tuende moja kwa moja kwenye maeneo ambayo yanarekebishwa, na yale ambayo yanarekebishwa na mwanasheria mkuu wa serikali kwa sheria mbalimbali yarekebishwe, na yale yanayorekebishwa na waziri wa fedha kupitia mswada wa fedha na yenyewe yaweze kufanyika wakati wa Bunge. Kwa hiyo tumeyapokea yote hayo mawili. Kwa yale ya sheria yatafanyika kwa sheria, na kwa yale ya mswada yatafanyika kwa mswada kama ambavyo tumekwisha kufanya. Kuna masuala ya mafunzo ya usalama barabarani. Mamlaka za serikali za mitaa zishirikiane na Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na taasisi zote zinazohusika, yaani LATRA pamoja na VETA, ili kuweza kutoa elimu endelevu inayoweza kuzingatia masuala haya ya ulinzi, sheria za ulinzi pamoja na usalama wa abiria. Bahati moja nzuri sana, mimi nimewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani. Natambua haya ambayo mmeyaelezea hapa, na wenzangu hao hapa wamepata fursa mara kadhaa ambapo wanakaa na wenzetu hawa wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wanahusiana na masuala haya ya usafirishaji. Kwa hiyo hii na yenyewe tumeipokea, lakini elimu zile ziendelee. Na mimi nitoe rai kwenu na ninyi pia kwenye ushirika wenu huu muambizane. Chombo cha moto ni cha moto tu, ni hatari. Ukienda kwenye mahospitali takwimu zile zinatisha. Kwa hiyo sote tuambizane pale ambapo tunaweza kuepuka tuweze kuepuka. Iwe ajali kweli. Kuna maeneo mengine ajali zile ni za mzaha sana, na anaondoka mtu anayetegemewa, ama anapata ulemavu mtu anayetegemewa, anategemewa na familia, anategemewa na taifa. Hii sote tunapokaa kule tuambizaneni. Lakini sio hiyo peke yake.
Nimefurahishwa jinsi ambavyo mko sensitive na masuala ya kiusalama. Hili na lenyewe msingi, ndio maana tunasema tutaunga mkono jambo hili la mfumo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunalinda masuala hayo ya kiusalama. Kupitia ahadi ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais patikana. Kwa hiyo waelekezo wa waziri, kaeni na taasisi kuratibu haraka hizi fedha ambazo zilitolewa ahadi ya ndani ya siku 100 na Mheshimiwa Rais, zile bilioni 200. Fedha ipo, ratibuni haraka utaratibu wa watu wetu kuweza kuzipata fedha hizo. Masuala ya kanzidata tutaona hapa jinsi ambavyo mmefanya, na sisi tutazingatia huku ndani ya serikali na aina ya msaada ambao mnahitaji ili kuweza kuharakisha. Changamoto za maeneo ya masoko nimeshataja kwa kirefu, kwa hiyo naamini hiyo tutakapokuwa tumeiratibu na ninyi huko, pendekezeni, kaeni na mikoa, mkishayapata viongozi mfanye huo utaratibu kama tulivyosema, ili tuweze kuyapata na tuweze kuhakikisha tunachukua hatua ambazo zinastahili. Tumeshafanya katika maeneo mengi, naamini tunaweza tukafanya hivyo. Maeneo yanaweza yakawa ya fidia, yanaweza yakawa ya wazi, yanaweza yakawa ya kuyaendeleza ambayo yanahitaji yawe ya kisasa. Kuna baadhi ya maeneo, masoko ya machinga, masoko ya hata vituo hivi vya bodaboda, mabajaji ama mamalishe, ni ya kizamani sana. Ndio hiyo Mheshimiwa Rais amesema tutatenga fedha ya miundombinu. Kuna baadhi ya maeneo ukienda kwenye soko hilo unakuta, kwa sisi tuliokulia jamii za kifugaji, mvua ikinyesha linakuwa zizi, tope. Kwa hiyo haya yote yatafanyiwa kazi. Niendelee kurejea, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mama ambaye ameonyesha mfano wa kuwahurumia Watanzania, ameonyesha mfano wa kusimamia haki, kama ambavyo nimetoka kusema katika baadhi ya maeneo, mifano aliyoitoa ikiwemo ya wale watu waliokuwa wameonewa. Tutaendelea kusimamia ili muweze kufanya kazi kwa uhuru na muweze kupiga hatua za kimaendeleo. Tutaendelea kuyasimamia, msisite kusema kama mna jambo ambalo mnaona halijakaa sawa katika eneo lenu mnakofanyia kazi. Fikeni katika ofisi ya serikali, fikeni kwa mkuu wa wilaya, fikeni kwa mkuu wa mkoa, na ikipita huko njooni hata kwenye wizara, njooni hata kwenye ofisi yangu. Na nikupongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa mfano huu ulioonesha. Nimeshapita na maeneo mengine. Hiki ndiko Dr. Samia anachotaka. Viongozi waende kusimamia na kushughulikia matatizo ya wananchi, waende kutatua kero zinazowakabili wananchi. Mifano hii ni mizuri, na naelekeza na kwingine kote. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, waandikie na kwingine kote wafanye namna hiyo na wachukue hatua. Hatutaki watu asha. Yule mama alinunua eneo mwaka 2009. Imeshapita miaka karibu. Walipoenda kwenye mabaraza ya ardhi ya kata, yule mtu akashindwa. Kwa sababu ana fedha, akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu. Alipofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu, na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia eneo la yule mama kwa miaka yote hii. Anazungusha tu, kukabidhi, akabidhi. Yule mama ameshazunguka, anazungushwa, akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli, amwachie lile eneo. Sasa namuelekeza ndani ya siku 7 awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake. Ndani ya siku 7 awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama. Hatuwezi tukawa
na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu, alafu kiubabe tu, na kwamba wewe una mali, una fedha, unang'ang'ania tu. Tuwezi tukaruhusu utaratibu wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitakupatia jina la yule mama ukalione lile eneo. Zikifika siku 7 hajaondoa vitu vyake, peleka vyombo vyenye nguvu zaidi ya yule, nenda kabomoe na mkabidhi yule mama eneo lake. Hatuwezi tukaruhusu watu wanyonge wakawa wanaonewa namna hiyo, na wale ambao wana nafasi, wana fedha na wanaweza wakaamini kwamba wanaweza wakapindisha kila kitu. Nimpongeze RPC na mkuu wa mkoa wa Arusha, yule aliyepea hati ya yule mama, alikopea hati ya yule mama. Yule mama alikuwa anamuomba amsaidie namna ya kukopa kwa ajili ya biashara yake, yeye akakopea kwa ajili ya biashara zake. Na baada ya hapo yule mama akaenda akaanza kuondoshwa na benki, huku yeye aliyekopa yupo amefunga mkanda nje anazunguka pale. Nilisema akamatwe na lile deni alipe, na kama alipe zikamatwe mali zake zilipe lile deni. Nashukuru amekamatwa na familia wamekubali kwenda kuweka collateral, kuweka dhamana nyingine, waiondoe ya yule mama aliyekuwa ananyanyasika pale. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa watu wanaoonea watu wa chini, haiwezekani. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu hatuwezi tukawapa heshima watu wanaoonea wenzao. Hatuwezi tukafanya ustaarabu kwa watu wanaopora, wanawaonea wanapora haki zao. Hii haiwezekani. Nilifika na pale Dodoma nikakuta migambo fulani wameenda wakachukua biashara, bidhaa za machinga moja, wakachukua mtaji yote $500 sio na 40, wakachukua mpaka na mkokoteni. Niliwaambia ndani ya masaa 24 warudishe, wasiporudisha wakamatwe kama wezi wengine na wawajibishwe kwa hilo. Hatuwezi tukafanya hivyo. Na nimesemea wale ambao wanajua wamepora haki za wenzao, iwe ardhi ama kwenye mitaji na yale mengine, nitapita maeneo yote yale na kuonesha kwenye haya hatutanii. Huu si mzaha. Tukairuhusu. Kwa hiyo mkuu wa mkoa nitakupa hilo jina. Huyo apokee lile tangazo, ndani ya siku 7 aondoe vitu. Wewe utakachofanya usimbembeleze. Wewe nenda kaoneshwe hilo eneo, hesabu siku 7 isizidi hata dakika. Nenda kabomoe. Alafu mrudishie yule mama. Kama yeye ni mbabe, afanye sasa ubabe huo dhidi ya serikali. Hilo jambo limeshatoka kwa yule mama, sasa liko serikalini. Hadi tukakaa kuweka maana watu wanaoonea wenzao. Na mimi niwaambieni, nilisema na siku ile, maadamu Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano na mimi ndo amenituma kusimamia hizi shughuli, msikae kimya na mtu anayewaonea huko. Msikae mnaugulia na mtu anayewaonea huko. Msikae na mtu akakunyanyasa hapo na wewe huko nchini kwako, alafu kaendelea kuugulia hapo. Kuna mama moja alionewa pale Mwanza, yule kazungusha zungusha. Nilimwambia DPP aifungue upya ile kesi kwa sababu ilishaenda mahakamani na naifuatilia. Aifungue upya. Na wale waliokuwa wanamzibaziba yule mama, wale watumishi wa serikali, nilisema waangaliwe. Wale waliokuwa wanazibaziba hapo kuhakikisha hamfikii RPC, hamfikii mkuu wa mkoa. Nimetuma timu ichunguze. Nikiwabaini wamepoteza kazi zao.
haya mambo si ya mzaha kabisa. Haya mambo si ya mzaha. Ndio. Kwa hiyo niliona niwaambie haya, na narudia tena, nimeelekeza iwe bajaji, iwe pikipiki, iwe baisikeli, kama haikubeba madawa ya kulevya, haikubeba nyara za serikali, haikatuna ubakaji na kwamba imeshiriki mauaji na damu, kwamba ni faini tu, isishikiliwe. Ninyi andikisheni, mpate taarifa, mtakeni anayetakiwa kulipa alipe faini yake, mwachieni kitendea kazi. Hivyo hivyo na magari na vitu vingine, hivyo hivyo na magari na vitu vingine. Lazima tuwe na utaratibu wa kiungwana kwa watu wanaojitafutia kwa jasho lao. Lazima tuheshimu watu na ofisi zao na kazi wanazozifanya. Ndio. Hivyo hivyo wamefuata leseni, wamefuata kitu gani, wamefuata kibali LATRA. Mheshimiwa Naibu Waziri upo, si wamefuata kibali gani, si kafuata leseni gani? Kama ameshakamilisha yale masharti, tusiwazungushe watu waende kazini. Kuna watu udhania wao ni wa maana sana, akimzungusha mtu hawapo ofisini. Anadhani kwamba akimwambia uje kesho, uje na kesho kutwa, anaonesha jinsi yeye alivyo wa muhimu ofisini. Huo sio umuhimu, ni jinsi ulivyo wa hasara kukaa ofisi ya serikali. Na nimepanga nitakuwa na kikao na Wizara ya Utumishi wa Umma, Wizara ya TAMISEMI, Wizara ya Kazi. Nitakaa nao. Hizi assessment tunazofanyana hizi za kila mtu 100 kwa 100, alafu watu wakienda kwenye maofisi ama hospitali ama wapi wanakutana na huduma mbovu. Tutapeana nao maelekezo, na baada ya hapo ni ufuatiliaji eneo mpaka eneo. Usikae Mtanzania yeyote popote ulipo, usikae na dukuduku. Nchi hii ni mali yako. Mtanzania usikae na dukuduku kwa sababu umekuta afisa moja amefanya kitu cha ovyo, kimekuudhi, unaona ni haki yako. Usikae na dukuduku, na hii nchi ni yako. Tumjue huyo. Ndio, tumjue huyo. Na sisi usikae na dukuduku. Wewe toa hiyo taarifa, fikisha kwenye ofisi inayohusika, na kama hapo unakwama, njoo mpaka ofisini kwangu. Tumjue huyo ambaye anapokea mambo ya unyanyasaji hapa na Kibo County. Mlete tumjue anayeshindwa kutimiza majukumu yake. Mtu anayeshindwa kuhudumia wananchi atakuwa amejifuta mwenyewe ofisini, atakuwa amejifuta mwenyewe kazini. Ndio. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, waelekeze mikoa, waelekeze wilaya, na wao waelekeze walioko huko kwenye hizo ngazi zingine. Haiwezekani mtu akaonewa, akaugulia na kuugulia kama serikali haipo. Haiwezekani mtu akishakuwa na fedha kwamba yeye ndo serikali, kwamba anaweza akaonea mtu yeyote mwingine hivi.
Hii dharau ya hali ya mtu inaonekana kuna watu wako dunia nyingine hawajui mtu anapambanaje kuipata 20,000. Mheshimiwa Waziri, lilitoka tangazo la ghafla kwamba tunatakiwa kufanya mtihani wa kujiunga na chuo kikuu. Kijiji kizima kuanzia nyumbani kwa ndugu na kijiji kizima, nilikosa 20,000 ilikuwa nikose kwenda chuo kikuu. Nikaenda kupewa na binamu yangu yuko mkoani Singida kule. Alafu watu wana kwa sababu yeye ana chenchi na analipwa kila mwisho wa mwezi, hata kama hajafanya kazi, anadhani kutafuta fedha na anadhani jambo rahisi tu. Andaeni kila mtu ambaye ana jambo lake, usikae na hilo dukuduku. Lifanye tulijue tu, tumjue na huyo anayefanya uonevu. Usikae nalo. Fanya tulijue na tumjue na huyo anayefanya hivi. Asikia wale wengine wanaandika, sasa mbona anaongea kwa kufoka? Huyu atachukiwa huyu. Nani kawaambieni mimi nakuja kupendwa hapa? Lazima na hiki kitu hiki na kuna wengine kitawatoa kazini. Kupuuza shida za watu, kwamba mwananchi ameshaifikisha shida ndani ya ofisi ya serikali alafu inapuuzwa hiyo shida. Sasa hivi tunatoa muda wa maelekezo, lakini tutafika muda yeyote anayefikishiwa shida na anaipuza atakuwa ameungana na wale wanyang'anyi. Hii mambo ya kuoneana haya, hii hapana. Tunataka kero ikifika ofisi ya serikali ipatiwe ufumbuzi. Haijapata ufumbuzi katika ngazi hiyo, serikali, ofisi ya serikali ya ngazi hiyo ipeleke hatua inayofuata kwa ajili ya ufumbuzi. Huyo ndo maana ya ugatuaji wa madaraka. Hapana kupuuza hoja, hapana kupuuza kero. Hawa watu wanahitaji uwezesho tu, hawajataka hela, wanahitaji uwezesho wa mazingira. Fedha wanataka kutafuta wenyewe. Kwa hiyo tutaifanyia hiyo kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na bahati nzuri mtafute RPC, nitawapa namba leo hapa tukitoka, na wapa mtafute huyo mama leo, mkaoneshwe hilo eneo leo, muanze kuhesabu siku 7 kuanzia dakika nilipotoa haya maelekezo. Ikizidi pelekeni magreda ya kubomoa, bomoeni vibanda vyake hivyo, mkabidhini ule mama, alafu amfanyie fujo aone. Tuwezi tukawa tunaruhusu watu wananyanyasa wenzao. Nani kakwambia wewe ukiwa na hela nyingi umeshakuwa Mtanzania na nusu na wenzako ni nusu wa Tanzania?
Umesemaje? Umesemaje? Hausikii njaa niendelee? Wangapi wanataka tuendelee? Nilikuwa nasisitiza nilichokuwa nasisitiza, lazima tuheshimu kazi ya kila mtu. Hili ni jambo la msingi sana. Hatutaweza kushinda vita ya kupigana na umaskini kama hatuheshimu kazi za watu. Na mimi niwaambieni, duniani kote hamna serikali ambayo wananchi wake wako nyumbani tu inawagawia fedha, kwamba inapita kuwagawia fedha. Haipo. Wananchi wanapata ustawi kwa kufanya kazi. Serikali inatakiwa irahisishe ufanyaji kazi wa wale wananchi. Sasa utaratibu wa ofisi za serikali kufanya ubwana kwa mtu ambaye anafanya kazi kuendesha maisha yake na kuiendesha serikali yenyewe, hiyo sio sawa. Hiyo sio sawa. Lazima kila afisa wa serikali atambue kwamba yuko pale kwa sababu ya yule mwananchi, na anayemlipa ni huyo mwananchi kwa kazi hiyo unayotaka kuichelewesha. Ndio duniani kote hamna fedha hivi inaitwa hii ya serikali. Fedha ni zinakuwa za wananchi wa umma huko. Kwa lazima tuheshimu kazi za watu, na lazima haya mazingira ya ufanyaji wa kazi, tuyarahisishe. Lazima tuyarahisishe haya mazingira ya kazi. Tumeongea haya mambo ya hivi vibali leseni. Tutafanya hicho kikao na ninyi, nitawaalika, nitaziita na hizo taasisi. Maeneo mengine taasisi zinawepo mahususi kwa ajili ya kutega tu, kukusanya malipo yawe ya leseni, yawe ya nini, ndo taasisi hizo. Kwenye kuwezesha huyo mwananchi aweze kwenda kasi, aweze kufanya vizuri, aidha kwenye leseni, aidha kwenye bajaji, aidha kwenye mamalishe, aidha kwenye machinga. Hatui na haraka na hatui aggressive, hatui na huo uharaka kama ambavyo tunakuwa nao wakati wa kukusanya. Kwa hiyo hii tutakaa na hizo taasisi,
mara tu tutakapojua maafisa usafirishaji, machinga pamoja na mamalishe mnakaa wizara gani, tutakaa ili tuweze kustreamline kuweka sawa haya mambo ambayo yanakinzana ambayo yanaongeza hizi gharama ambazo mmezisema hapa. Mpeni maiki aseme. Mpeni maiki atuambie. Nashukuru Mheshimiwa kwa kupata nafasi hii. Mheshimiwa, kilio cha wasafirishaji bajaji na bodaboda, jamaa wa jiji Mheshimiwa wanatusumbua sana. Unaweza ukapakia abiria, unafika mahali unamshusha tu abiria, jamaa wa jiji anafika anakukamata, anakushushia abiria hata hujapata ujira wako, anakubeba unakopelekwa, anakubananisha, anakuchukulia hela bila sababu yoyote. Na wanafikia mahali wanasababisha mpaka hata foleni zinakuwa kubwa barabarani kwa sababu ya wao. Wanaweza wakakamata bajaji zaidi ya 2 au 3 humo wanakosema kwamba hauruhusiwi kupaki. Na unamwambia kabisa mimi sikupaki, nashusha abiria, hataki kukuelewa na anaondoka na wewe Mheshimiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa, na hili tunaomba ulizungumzie ili waweze kutupa fursa na sisi tuweze kufanya kazi kwa uhuru jamaa wa jiji Mheshimiwa. Asante sana, na ajali wanasababisha Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa. Mpeni na yule. Mpeni na yule. Maafisa usafirishaji wewe. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuniona. Nimejaribu kunyosha mkono muda mrefu, walikuwa hawanioni. Mimi na changamoto zangu kadhaa zikijumuisha sisi wote. Moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi yako ina utaratibu wa kusomesha vijana katika vyuo vya VETA kundi bila gharama yoyote. Na hizo kozi zinazotolewa sio kozi za usafirishaji. Sisi maafisa usafirishaji ni 75% wa vijana Tanzania nzima hawana leseni. Ni vijana ambao wanatoka mitaani kwenda kujiajiri. Nilikuwa nakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia programu yako hiyo utusaidie sisi maafisa usafirishaji nchi nzima. Hatuwezi kupata leseni bila kuwa na cheti cha udereva, na familia zetu ni duni mno. Tunaomba programu yako hiyo itukute na sisi ili tuweze kupata elimu hiyo bure kabisa kama unapowapa kina mama wengine. Jambo la pili, sisi 2022 tulikuwa na mkutano kama huu mkoani Dodoma. Pale Mheshimiwa Rais alituahidi nchi nzima kwamba tutajengewa ofisi za maafisa usafirishaji. Hapa amepaka mafuta, ila mikoa mingi ofisi zetu hazijakamilishwa. Sisi mkoa wa Kigoma tumejengewa ofisi juu ya dampo. Matokeo yake ukuta zimeanza kupasuka na kuanguka. Wanapaka tu mafuta hapa. Ofisi zetu tokea kipindi hicho tunaitwa maafisa usafirishaji. Jina hilo alitubariki Mheshimiwa Rais mama yetu kwa upendo kabisa. Leo hii hatuna ofisi mikoa. Tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu utuelekezee hao waliokabidhiwa hizo nafasi hayo majukumu ya kutujengea ofisi zetu wazikamilishe, ili kero zetu na shida zetu ziwe zimaliziwe hapo. Mheshimiwa naomba. Haya, asante sana. Nimepokea ngoja nijibu hii hoja ya kwanza hii tusije tukaisahau. Nimepokea hii hoja ya kuviziana. Mheshimiwa,
Mheshimiwa Waziri, waandikie watu wa majiji, waandikie watu wa majiji watofautishe masuala ya kupaki. Hizi daladala zina sehemu mahususi ya kushusha nini high season. Usafiri mwingine yule unayemwendesha tu anaenda anakuambia nishushe hapa. Haya mambo Mheshimiwa Waziri, waambie wayaangalie kwenye uhalisia. Mtu hajapiga honi msibani, hajapiga honi kwenye mahakama inayoendelea kuendesha kesi, amepaki mahali na ameondoka. Bodaboda apaki abaki anafanya nini pale? Si ameshusha ameondoka. Alafu hapo unachukua chote alichotafuta siku hiyo nzima. Waandikie hayo wayaache. Waandikie hayo wayaache. Hii la hoja ya pili tulishalijadili kwenye hoja zilizotangulia. Mturuhusu tuichukue ili tuifanyie kazi, na wenzangu hapa wameichukua. Linahusiana na maeneo ambayo ofisi hazijakamilika na maeneo ambayo waliomba hawajapata, ikiwemo na uwakilishi ule wa watu wawili wametoka Zanzibar. Haya tumeyapokea, tunaweka kwenye maeneo ambayo bado hayajakamilika. Na kama nilivyosema, haya mambo hayana uadui. Kuanzia ofisi zinapojengwa, mikoa washirikisheni wahusika. Iwe kujenga ofisi, iwe kutafuta eneo la biashara, tushirikishane. Tushirikishane kwa sababu sisi ni wabia kwenye haya mambo ya maendeleo. Ndio. Tushirikishane. Hii nchi itajengwa na kila Mtanzania. Kwa hiyo hilo tumepokea, itafanyiwa hiyo kazi, na tutakuwa na kikao kingine cha haya ambayo tumesema yako technical, ambayo sio ya kikao kikubwa. Tutakaa na uwakilishi wa uongozi wenu. Tutakaa na uwakilishi wa uongozi wenu wa kitaifa wa haya maeneo yote, na kama wapo walio karibu kwenye mikoa ambayo itakuwa karibu, kwa jinsi ambavyo wenyewe mtajipanga, tutapata hako kwa uwakilishi ili tuweze kuyajadili moja baada ya lingine. Na kwa sababu ni kongamano lenu, mengine hata mtaendelea kusheneza kwa viongozi wenu. Mtasheneza kwa viongozi wenu, watakapokuja waje na hizo ambazo mtakuwa mmekubaliana kama hoja mahususi tuweze kuzifanyia kazi. Sasa mridhie, kwa sababu upande wa machinga waliongea wawili tu. Nimemwona ndugu yangu amenyosha mkono muda mrefu. Tumsikilize mmoja pale. Amenyosha mkono kama sanamu ya Patrice Lumumba. Basi tumsikilize mmoja, then naibu waziri yuko hapa. Tusikilize, na tukishamsikia yule tusikilize na mamalishe moja. Nani? Yes, na upande ule pale kwa watu wenye ulemavu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza tunakushukuru sana na tunamshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mimi ni mfanyabiashara wa soko la Mabibo. Kwa kweli mkuu wa mkoa ametuonea sana juu ya soko la Mabibo. Alipofika pale katika mkutano wake ametukana tu mwanzo mwisho. Alipomaliza soko lile anasema mimi namkaribisha mkurugenzi aendelee na taratibu hili. Kumbe tatizo lake ilikuwa kulichukua soko, kumkabidhi mkurugenzi aendelee na mambo yote pale. Nini sababu ya kututukana? Kutoka hapo akawa sasa diwani ambaye meya anasikiliza kero. Mimi nikamwambia kero ya kwanza ni wewe meya
Kwa nini kero ya kwanza wewe meya? Wewe meya unatunyang'anya sisi vibanda vyetu. Mtu akiwa na kizimba unamnyang'anya, akiwa na kioski unamnyang'anya. Mbona kuna mtu mmoja humu ana karibuni vioski 14? Mbona mwenzetu mnyang'anya hata kimoja na iko humu sokoni? Kero hiyo ikanisababishia mimi nipelekwe mahakamani, kisingizio nimegoma kulipa ushuru. Kila tukimwendea mkuu wa mkoa atusikilize, kija pale mtajitahidi angalau kiungo kimoja mpoteze. Kila tukienda kila nyongozi ili atusaidie, imeshindikana. Tukapata mbunge wetu bwana Kitila Mkumbo, hebu tuombee kwa yule bwana atusikilize tu, kulikoni yeye anasikia tu mazungumzo haya. Sisi tuko watu 30, wengine wazee kupita mimi. Kweli sisi tunataka kuchoma moto gari ya serikali, tugome kulipa ushuru, tufanyeje? Mheshimiwa Kitila Mkumbo ametuletea jawabu, anasema hivi: mkitaka mjikomenti kwamba nyinyi mmetaka kuchoma moto gari ya serikali na mmetaka kupiga mawe gari ya serikali. Tukasema huu msamaha gani? Alipotupeleka mahakamani alituambia hivyo hivyo, mjikomenti kwamba nyinyi mmegoma kulipa tozo. Wafanya biashara wenzetu akatuambia mkubali ili msiendelee na kesi, mkaendelea na biashara zenu. Lakini wapo watu wa Samaria wema walituambia mkatae, mpelekeni hata wakili wenu akakuwekeni zamana. Sisi tuko na wafanya biashara wenzetu wamechangishana na wameambiwa kwamba zamana 10,000 mpaka 50,000. Bora watulipie tuondokane na zama. Hata mwaka mmoja toka nizaliwe sijawahi kufika mahakamani wala sijawahi kupata kero yoyote ile. Basi sisi tukakubali. Baada ya kukubali kachukulia kigezo saa 11 tumetoka mahakamani, tumekwenda nyumbani kwetu kwenda kulala. Wakati huo tumeshaka ndani siku 4. Tayari tunafika pale sokoni, meza zetu zimefungwa utepe na biashara zetu zinaharibika. Tumemfuata tena mbunge wetu Pombe, anafika pale anasema hizi meza zote ziuzwe. Kama meza kwangu mimi hapa mpaka imevunjwa. Mheshimiwa, tunakuomba, sisi tuna watoto, tuna nini, hatujawahi kweli kufanya jambo. Sisi tuko watu 30. Tunakuomba uturudishe pesa tukapate riziki. Tumekuwa omba katika nchi yetu ya Tanzania, wakati sisi hatuna hata kiungo tulichokuwa tumepoteza mpaka tunakuwa hali hii. Tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kupata nafasi hii, tumetembea kwenye maofisi mengi, ukifika kwamba nyinyi mmegoma kulipa ushuru. Tusikilize kwanza, ni ofisi yako moja tulitusikiliza, ofisi ya Waziri Mkuu wakati yuko Mzee Majaliwa pale. Tumepeleka barua yetu pale, akasema nitakupigieni simu. Tuliowakuta pale, bahati nzuri mimi nimepigiwa simu, namba ninazo hapo. Lakini toka nilivyojiwa nikaambiwa kupigia simu tena ya kukuiteni nyinyi, mpaka leo hii hatujawahi kuitwa. Mheshimiwa, naomba utusaidie. Hali yetu sisi ni ngumu sana. Tumekuwa omba. Tumeomba tusiingie hata ndani kununua chochote kile wala kwenda kuomba chochote kile. Tunaishia chocho cha usafirishaji, ukiwa anaishia huku sheli, ukimwona mfanya biashara mwenzio umuombe hakusaidie. Leo hii Mheshimiwa, tumekuona. Tunakuomba kwa mkoa wetu aturudishe tu pale sokoni. Hapo basi atusikilize na sisi ili aweze kutusaidia. Lakini asema sisi atatufungulia kesi ya hujumu uchumi, hatafanyaje? Tunakuomba Mheshimiwa utusaidie. Haya, asante sana. Nimepokea. Mheshimiwa Waziri, hii ya soko ni ya kwako au tumtume mkuu wa mkoa? Haya, Mheshimiwa Waziri, pokea hilo ombi la ndugu yetu hapo, ama utamtuma mkuu wa mkoa akawasikilize, ama ukipata fursa kawasikilize, ama tuma manaibu wako wakasikilize kwenye eneo hilo la soko hilo. Haya, kwa mamalishe hapa wa mwisho. Tutamalizia hapo. Tutapata kwa mamalishe afu tunakuja kwako. Tutamalizia kwako. Nashukuru sana kupata nafasi hii, Waziri Mkuu. Mimi naitwa Asha Hamisi Kasumsumo, ni katibu mamalishe taifa.
Nimesimama hapa kwa ajili ya changamoto ya mamalishe. Masoko mengi yanayojengwa katika nchi yetu hayako rafiki kwa mamalishe. Kama ulivyozungumzia, tuwekwe sehemu ya biashara inayolingana na mazingira ya biashara. Ukiniweka juu ya gorofa kule mamalishe, unamtia hata uvivu mlaji kuja kupanda juu kuja kula chakula. Tukuombe mheshimiwa, wanapojenga masoko yawe masoko rafiki kwa mamalishe. Watupangie sehemu ambayo itakuwa rafiki kwa kuuza chakula. Inakuwa ni ngumu sana. Pili, ni kweli nishati safi, tunahitaji kutumia nishati safi. Lakini tungeomba tutengenezewe utaratibu wa kupata majiko rafiki kwa mamalishe ambayo yatakizi mamalishe kuweza kupika chakula. Sio vile vijiko vidogo. Vile vijiko ni vya kupikia nyumbani. Na tunaomba kama itawezekana tukapata mdau tukamuonesha nini tunataka mamalishe. Tutamueleza nini tunahitaji kwenye nishati safi. Si kila nishati safi inamfaa mamalishe. Ili katika zawadi ambayo mama ametuwekea bilioni 200, kama itampendeza, walau watenge bilioni 50 kwa kupata viwanda vya mikoa, machinga wote tukiwemo na tutachagua nini cha kufanya. Kama itakuwa ni sabuni, kutengeneza mafuta, kutengeneza kwa magesi, kumrahisishia mamalishe ili aweze kuwa na nafuu ya kupata jiko la kupika chakula kwa wakati na akapata chakula salama. Naomba kuwasilisha. Haya, asante sana. Basi tupate pale then tusikie salamu za mawaziri. Tusikie hapa. Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Kazi na utu. Nasonga mbele. Naitwa Muhammad Mawazo, ni mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara walemavu mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umenigusa sana ulivyoongelea swala la ushirikishwaji. Hii jamii ya watu wenye ulemavu kwa mapenzi makubwa na hekima kubwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, mmeanzisha kitu kiliitwa Kanzidata kwa niaba ya watu wenye ulemavu. Tunakadiriwa takribani milioni 5 Tanzania mzima. Mmetuweka katika kundi maalum, lakini hadi leo sijui kundi maalum hili kirefu chake ni nini. Sisi watu wenye ulemavu moja kwa moja tunajikita kwenye biashara, lakini maeneo yetu huwa hayaangaliwi kwa namna moja au nyingine. Tumebatizwa jina kama ni wakorofi, lakini sio wakorofi, tunadai haki yetu ya msingi. Yapo maeneo ambayo tunahusika nayo, serikali kwa upendo wenu mmetutoa kwenye biashara ya kuombaomba. Tunapatikana Machinga Complex na soko la Mchikichini. Nadhani hadi sasa hivi tumeweza kutoka kwenye hatua ya kuandamana, lakini hizi ni juhudi za Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano. Tupo katika biashara kwenye bajaji na biashara ndogo ndogo. Hili kundi la bajaji nizungumzie, ni biashara ya watu wenye ulemavu ambao ilihasisiwa na Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye aliweza kuturuhusu kuingia katikati ya jiji la Dar es Salaam ili tuweze kuvuna hii keki kutokana na mazingira yetu tuliyokuwa nayo. Hatuwezi kufanya kazi za aina yoyote. Hata leo nikitoka kwenda kuomba kazi kwa mheshimiwa waziri hapo mkuu ya kukata majani, utasema huu ni uchuro kutokana na hali yangu niliyokuwa nayo. Naomba mheshimiwa, tena nimefurahi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri wangu yupo,
hili kundi la wafanyabiashara walemavu UWAWADA lipo Machinga Complex, zipo ofisi zake na yapo maeneo. Kuna migogoro ambayo ni midogo midogo, vitu vilivyoweza kuviongelea vipo, lakini tunasema sisi hatufanyi biashara. Naomba mheshimiwa uliangalie kundi hili kwa umakini zaidi, ili tutoke kwenye hii biashara ambayo ya kukaa barabarani. Mtuwezeshe ili tufanye biashara, tunaweza kufanya biashara. Na katika ushirikishwaji hapo unavyoniona mimi ni mwenyekiti, lakini sehemu nyingi kunipa taarifa, bwana sehemu fulani uhusike kwa niaba ya watu wenye ulemavu wenzio, imekuwa ni issue, hatutambuliki. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu ulitangaze ili kundi Tanzania mzima, na waziri muweze kututembelea Machinga Complex, tunapatikana kwa wingi. Huu umoja wa watu wenye ulemavu ndio umoja uliobeba walemavu wa aina yote, dizeni zote, hamna umoja mwingine wa watu wenye ulemavu wa dizeni hiyo. Kwa hiyo nakuomba sana Mheshimiwa Waziri uliangalie kundi hili, na hii falsafa ya kundi maalum basi iwe inatoka, tuitwe tu walemavu ili tuthaminiwe zaidi. Kundi maalum mnatuficha, tuita walemavu. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa, kama unaweza kutuma na hapo uweze kutuma, uweze kututembelea kwenye ofisi yetu. Tunayo mengi ya kukueleza na tunahitaji mtuondoe katika hali hii ya ulemavu, ili na sisi tuweze kuthaminika, tuweze kuoa wanawake wazuri. Tunashindwa kuoa kwa hali zetu hizi, mkituwezesha tutakuwa na mazingira mazuri. Asante sana Mheshimiwa, ila nakuomba na kukaribisha uje kwenye ofisi za Machinga Complex, inapatikana huu mmoja, na naomba ushirikishwaji. Mheshimiwa Mpogoro hapo kidogo analionaona ili kundi hili kwa leo, basi muagize awe anakuja kila siku kujua tuna changamoto gani. Asante sana. Haya, asante sana Mheshimiwa DC, uwe unawaonaona kila wakati. Haya, basi Mheshimiwa mawaziri, karibuni msalimie, alafu tuone video ile ambayo tuliambiwa imeshakuwa tayari. Karibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kazi na utu. Machinga oye! Boda boda oye! Na mama lishe oye! Dr. Samia oye! Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mawaziri, naibu waziri, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba kutambua itifaki yote ya meza kuu pamoja na viongozi wote ambao mpo hapa leo. Awali ya yote, na mimi naomba nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutujalia kuwepo hapa siku ya leo. Lakini kipekee na kwa unyenyekevu mkubwa, naomba nikushukuru sana wewe Waziri Mkuu kwa kutenga muda wako siku ya leo na kusikiliza makundi haya. Umefanya jambo la kiungwana sana na sisi tunakushukuru sana. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kutumia fursa hii nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ndio ameweka misingi ya sisi kuendelea kushirikiana vizuri na makundi haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa umeshatupa maelekezo ya nini cha kufanya, naomba nizungumze jambo moja tu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, makundi haya yapo katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini makundi yote haya matatu ni makundi ya wafanyabiashara. Kwa sababu yapo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na wewe umetupa maelekezo hapa kwamba tutaangalia wapi anaenda, lakini ni watoe mashaka, hilo halituzuii sisi kufanya kazi kwa karibu na makundi haya, kwa sababu ni makundi ya wafanyabiashara. Na mimi nataka niwahakikishie kuanzia sasa Wizara yetu ya Viwanda na Biashara tutaongeza mashirikiano, tutawashirikisha fursa ambazo zipo. Mwenyekiti wa Machinga kati anaongea hapa amesema wanatamani kupewa mafunzo na fursa ambazo zipo katika wizara yetu, na mimi niwahakikishie tutafanya hivyo kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii ambapo mpo huko na Wizara ya Vijana vile vile. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo. Mojawapo ya mambo ya kuyafanyia kazi ni kuhakikisha
tunaboresha mazingira, tunarahisisha vigezo ili makundi ya wafanyabiashara madogo madogo yaweze kurasimishwa. Yakiwa rasmi ndipo tunapata fursa zaidi kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo mimi na wenzangu kule wizarani na taasisi zetu zote tumeshakubaliana, hatutakuwa taasisi za udhibiti, tutakuwa taasisi za kuwawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo waweze kurasimishwa kwa urahisi ili waweze kuwa rasmi na kupata fursa ambazo zipo katika sekta yetu ya biashara. Kwa hiyo tutawapa ushirikiano wa kutosha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maelekezo yako na sisi kwenye sekta yetu tunawafurahia wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo na tutawapa ushirikiano wa kutosha. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa fursa hii. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga. Karibu sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Rizki Shemdoe. Wakati huo niombe itifaki kwa ajili ya kuangalia ule mfumo mpya kwa ajili ya bodaboda basi ianze kuandaliwa wakati huu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Mmechoka? Mmechoka? Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, viongozi wote mliopo, ndugu zangu wa machinga, ndugu zangu wa bodaboda, mama zangu mamalishe, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuunganisha siku hii ya leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wamesimama hapa viongozi mbalimbali wa makundi haya kutoka mikoa mbalimbali. Wamesafiri na wamefika hapa salama, na tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kuwarejesha salama kule kwenye mikoa yao wakaendelee na kazi zao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa kutenga muda. Uliamua jambo jema sana kuja kuongea na makundi haya muhimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, makundi haya yametengeneza ajira kubwa. Unavyowaona hapa bodaboda hawa, unavyowaona hapa mamalishe, unavyowaona hapa wote walioko hapa ni ajira. Bila ajira hizi walizonazo tusingekuwa hapa. Lakini pia ndugu zetu hawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndio wanayoifanya Tanzania hii kuwa na uwezo wa watu kusogea kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Sisi Mheshimiwa Waziri Mkuu, bodaboda hawa, mamalishe hawa, machinga hawa wako kwenye mikoa yote 26. Wako kwenye wilaya zote 139. Wako kwenye halmashauri zote 184. Wako kwenye kata zote 3950. Wako kwenye vijiji vyote 12261. Wako kwenye mitaa yote 4318. Kwa hiyo popote utakapoenda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hutakosa bodaboda. Popote utakapoenda hutamkosa mamalishe. Popote utakapoenda hutamkosa machinga. Kwa hiyo taarifa na maelekezo yako ulioyatoa hapa yamefika nchi nzima. Yamefika kwenye vijiji vyote 12261, yamefika kwenye mitaa yote 4318. Tukushukuru sana na nikuahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelekezo yako yote ulioyatoa tunaenda kuyafanyia kazi ili jamii hii iendelee kupata tabasamu kama alivyotuahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu oye!
Dr. Mwigulu Nchemba hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa nikukaribishe uende sasa ukaangalie ule mfumo ambao ndugu zetu hawa wameuandaa na tuone namna mfumo ule unavyofanya kazi. Nina imani tayari mmeshajiandaa na mnaweza kuendelea kuproject ili Mheshimiwa Waziri Mkuu aweze sasa kuuona. Nashukuru sana, asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante. Kwa jamani, nawashukuru sana. Kulikuwepo na hoja zingine zile kiwemo mwenyekiti ananishikashika bega, usafiri tumepokea. Asanteni sana, asanteni, tumepokea hoja zote. Tuangalizie wapi? Walioandaliwa kwa ajili ya mfumo tafadhali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, majina ni kwa majina yes, kwa majina naitwa Alfa mifumo tuweze kuona mfumo wetu sawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu ndio mfumo wetu wa shirikisho ambao umelenga vitu vikuu vitatu. Kitu cha kwanza ni ulinzi na usalama, kitu cha pili ni kumtambua dereva, pamoja kuna active, kuna madereva ambao ni active, kuna madereva ambao ni inactive, na vile vile kupatiwa na hilo vazi maalum ambalo lina namba maalum, unaweza ukaziona hapo kwa mwenyekiti. Kwa namna mfumo unavyoonekana hapo, unaweza ukaona tumeweka madereva ambao tunachukua taarifa ambazo unaweza ukaona hapo kuna madereva
ambao wako kwenye ndoa na ambao wako kwenye ndoa. Kuna idadi ya madereva wa kiume na wa kike. Vile vile na kuna madereva ambao wana leseni na hawana leseni, wote tunaonyesha hapo. Madereva wenye bima na ambao hawana bima. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kwa namna gani tunaweza kuwasaidia madereva hata wale ambao wana leseni kuweza kuwatambua kwenye mfumo, ili waweze kufanyia utaratibu na viongozi waweze kupata leseni pamoja na elimu. Kwa kifupi, hiyo ndio dashboard ya mfumo wetu wa shirikisho kama inavyoonekana. Kwa hapo sasa tunakuja kwenye upande wa vyama. Shirikisho ni muunganiko wa vyama mbalimbali vya kimkoa, vya kiwilaya na vya kata. Kwa hivyo ni vyama vyote ambavyo vimesajiliwa kwenye mfumo kama unavyoweza kuona na mikoa mbalimbali inavyoonekana hapo. Tuna viongozi mbalimbali kutoka mikoani, kwa hiyo kuna vyama vyao vyote viko hapo kwenye mfumo. Sasa hivi ndio vile vituo vyetu. Kwa sasa kwa kushirikiana na jiji unaweza kuona kuna vibango maalum ambavyo vimewekwa kwenye kila kituo. Kwa hiyo sasa mfumo wetu unaweza vile vile kucontrol idadi ya pikipiki ambazo zinatakiwa ziwe katika kituo fulani. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo idadi ya vituo, idadi ya wanachama members ambao wanakuwa hapo kwenye kituo, waliosajiliwa ambao tayari wameshaandikishwa kwenye hicho kituo. Kwa kama kituo kimepangiwa watu 50, maana yake ni kwamba mfumo una control kwamba watu 50 ndio wanatakiwa wawepo kwenye hicho kituo. Kwa kama kuna watu 50 wamesajiliwa watu 11, maana yake watu 39, hicho kituo kimebakisha watu 39. Na maana kituo kikijaa, mfumo utaruhusu tena mtu aweze kuingia kwenye hicho kituo. Kwa hiyo huo ndo upande wa kituo. Tukija upande wa madereva, unaweza ukaona ndio madereva wetu ambao tumewasajili. Ndio madereva tumewasajili, tunaweza tukaangalia details zao. Kama tumemsajili unaweza ukaona taarifa ambazo tumezichukua. Upande wa huduma hizi kuweza kuboresha maisha ya bodaboda wetu. Hizi ndio huduma ambazo zinapatikana kwenye mfumo. Kwa hiyo mnaweza mkaona kuna maegesho, kuna LATRA, kuna TRA. Kwa upande wa maegesho, mfumo wetu tayari umeshafanya integration na TAMISEMI kwa ajili ya kukusanya kodi za maegesho. Kwa hiyo kilichobakia ni namna ya kuweka bei halisi ya maegesho na mfumo uanze kupokea kodi za maegesho. Kwa mfumo wetu tayari umefanya integration na TAMISEMI. Vile vile mfumo wetu umefanya integration na NIDA kwa ajili ya kuhakikisha dereva anayesajiliwa ni Mtanzania, ili kuweza kuchuja wale madereva ambao anaweza kaso Mtanzania na kaso mzalendo akafanya uhalifu. Vile vile tunachukua geolocation ya vituo. Unaweza ukaona taarifa hicho kituo, hiyo ni geolocation ya kituo ambacho tumechukua hapo. Kwa huu ni upande wa web. Vile vile mfumo wetu una application ambayo tutaiona hapo, application ambayo inatumiwa sasa na madereva. Kwa tutaunganisha application hapo, tutaiona. Sawa. Naam, kwa heshima na taadhima naomba tusimame tuweze kumsindikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye tunamruhusu sasa aende akaendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Makofi tena mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa anaondoka.
washukuru sana kwa kuhudhuria katika kongamano letu la mwaka la machinga pamoja na bodaboda na madereva wa bajaji. Kwa hiyo sasa taratibu na uacha kwa viongozi wa mashirikisho yote mawili. Vipi, niambie.